Bana, ni asubuhi na mapema kweli kweli mara baada ya dabi ya Kariakoo kupelekwa mpaka Juni 25. Mzee wa Utopolo yuko hapa, ni mwenye furaha kweli kweli. Tumsikilize na nini cha kusema. Bwana ndugu yangu kwema. Fulani lokuwa nao mimi Tanzania kama rais wa Tanzania Mwalangwale. Yaani fulani lokuwa nao mimi haielezeki. Kwanza kabisa napenda kumpongeza Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi aliyoifanya pale jana bungeni. Watu walikuwa wanachukulia mzaa hivi ambao tulikuwa tunasema tucheze, watu wakasema mtacheza. Nakwambia hatuchezi. Mpaka tukasema kwamba maneno tukishatamka hayarudishiki mdomoni. Maneno tukishatamka hayarudishiki. Bwana, kwanza tulichokuwa tunakizungumza, tulichokuwa tunakitaka kimeenda kutimizwa. Mama Samia na bodi ya ligi kwanza itakuwa wao wajitafakari. Haiwezekani masuala madogo madogo mpaka Mama Samia Suluhu Hassan, mama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaingilia kati. Mama Samia na mambo mengi ya kufanya. Vitu vingine vidogo vidogo kama hivi mnakwenda mnasuluhisha wenyewe naisha. Lakini mimi na bwana Ngwale, unajua siku zote nakwambia unavong'atwa na nyoka unakuwa umejifunza. Siku nyingine ukiona hata jani lazima uweweseka. Haiwezekani mtoto wa Mudi anakutekenya na mwenyewe unacheka. Bodi ya ligi wewe mwenye nguvu ndo mwenye kisu kikali. Mtoto wa Mudi huku kakamata kwenye makali, huyu ndo wewe bodi ya ligi. Ni kitendo cha kuvuta kikutikisa mtoto wa Mudi, ni kitendo cha kuvuta tu. Sasa inawezekani mtoto wa Mudi anakutikisa na wewe bodi ya ligi na ukubwa wako tunatikisika namna haiwezekani. Sasa Mama Samia Suluhu Hassan akaona watoto mbona malumari. Kwa sababu ilikuwa mpaka doa sasa. Yaani watu walikuwa wanatoa mpaka ilikuwa mimi mwenyewe nilikuwa naumia. Mimi mwenyewe nilikuwa naongea kwa kujikaza tu. Mimi mwenyewe nilikuwa naumia. Lakini sasa Mama Samia Suluhu Hassan akasema hawa watoto wanaolumbana ngoja sasa niwatafutie sasa mipango thabiti ya kwenda kumaliza dabi hii. Maana Mama Samia aliangalia anasema haiwezekani mtu achukue kombe la Golden Nipeti kwa point za mezani. Kaka singeleta la kaka. Sasa Mama Samia Suluhu Hassan akamwambia I'm coming John huku tena inakutungwa sheria. Kule bungeni ndio hapa je watoto wenyewe. Tukaitwa pande zote mbili. Kataa uone, kaitwa kakuita rais wa nchi, utakataaje? Lazima uende. Alichokiamua kule akamwambia hao ambao wameshatajwa na Yanga piga nyama chini wote. Baba mida saa 9 kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi sijui saa 10 ile nikaona posti za Mama Samia akiwa na viongozi wote watoto wa Mudi, bodi ya ligi pamoja na Yanga. Nikisema hapa kulikoni sijakaa sawa. Yanga akaposti dabi nikaona hii mbibi tena. Sasa imeenda kama saa 11 12 11 watu wakaanza kujadi. Inakuwaje Yanga kaukubali mchezo na wakati alishasema wale watu ambao wanatuhumiwa, maana watuhumiwa sasa itakuwa ngatuke. Inakuwaje Yanga akakubali? Kiona kaka haijachelewa. Mwanangu nikasikia mtu kapiga nyama chini. Kasongo nyama chini. Sijakaa sawa. Nani yule rais wa bodi ya ligi? Mguto ndo rais, mwenyekiti na mwenyekiti na rais ndo wale. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto kapigwa nyama chini na Kalia. Nikaona kaka amefanya vizuri. Sasa wale waliobakia kwenye bodi ya ligi wajifunze kwa wenzie. Watu wamebwaga mboga wamegudua ugali. Kwa hiyo inatakiwa sasa kaka yangu Kalia inatakiwa yeye ndo mwenye msimamo. Maana bodi ya ligi hapo chini ya TFF. Uongo kaka. Bodi ya ligi hapo chini ya TFF, boss wao ni Kalia. Sasa Kalia nimwambie kaka yangu, akiona watoto kama hawa wanataka kumwagia ugali, gudua mboga, piga nyama chini kama alichokifanya jana. Kwa hiyo sasa mambo yako barabara. Sasa kile tulichokuwa nakitaka ukubwa wetu umezihirishia kwamba tulichokuwa nakitaka kimeenda mjini. Sasa watoto wa Mudi sasa sio walikuwa wanasema natutaka tarehe 25 hii hapa nitaligalagaza. Alafu mimi nakwenda kwenye mechi hiyo tarehe 20 ngapi? Tarehe 25. Sina pressure mimi. Nahitaji point moja tu kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi moja tu. Kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi mimi namzidi point moja. Bado tumebakiza ukiondoa hii dabi nimebakiza michezo miwili. Sasa tunarudi sasa ligi inaendelea sasa. Tarehe 18 naenda kukiputa zaidi. Yaani hapa kila mtu sasa ashinde mechi zake sasa. Katika hizi mbili hizi mimi tarehe 18 kidume mimi nitakuwepo Mbeya kule. Naenda kumgalagaza yule nyapala yule AK mfungwa. Nikirudi namaliza zaidi ya Dodoma Jiji. Alafu baada hapo namwambia karibu Kiumeni. Alafu Toto la Mudi na lenyewe tarehe 18 litakuwa linacheza zaidi ya nani wale Ken God waloporomoka kwenye ligi kuu wale. Watakuwa wanasikia mechi wamepeleka na Tabora huko. Alafu tarehe 22 wakati mimi namaliza Dodoma Jiji, yatamaliza na ile timu nayo ambayo ipo mabonde kuinama nani wale Kagera Sukari wale. Baada ya hapo bado nitakuwa namzidi pointi moja. Sasa namwambia karibu Kiumeni, tulikuwa tunataka mimi. Njoo sasa baba nitaligalagaza. Maana mimi nilikuwa nakwenda kwenye mchezo huo nahitaji sare tu, lakini kwa sababu ana kamdomo, acha tukamgalagaze. Ana kamdomo kaka, wale watoto wa Mudi wana kamdomo sana wale watoto wale.
Kaka baba alikuwa anachonga watoto wakati tunasema tucheze, walikuwa na bwebwaje watoto kwamba tunaogopa. Yaani pale alikuwa anaongea kwa kujikaza. Sijui huo mpanzo sio anaogopeka, sijui nani Debora sio anaogopeka. Sasa tarehe 25. Wewe unaona tangia ilivyopostiwa kwamba mechi tarehe 25, wewe unaona watoto Mudi anaongea tena. Na kwa vile taarifa ilivyotoka tarehe 25, watoto Mudi wote unaambiwa kaenda kulala. Hoi kuna dege. Wanajua kabisa point za mezani hakuna. Watu wanaenda kukunja vinjunga pale kuna dege, watamuona afisa wa kuchomekea Max Zingeli. Watoto na hasira nao wale. Mimi nimekwambia tunaligalagaza tarehe 25, alafu mechi yenyewe ilivyokaa kiutamu kwamba mechi ya mwisho ligi kutushamaliza, hii ndio mechi ya mwisho. Na niwaambie bodi ya ligi kupitia rais wa Tanzania tarehe 25 waje na kombe kabisa kwa Mkapa pale, liwekwe mezani pale kwamba vidume nyinyi mlikuwa mnagombana sasa. Si mlikuwa mnangangana mdundane. Haya sasa kidume wa kweli akachukue kombe lile pale. Mama mtoto wa Mudi namuonea huruma mimi. Kaka mtoto Mudi akibeba kombe mimi wanivua nguo zangu kwa Mkapa pale natembea uchi mpaka majoe mimi kaka. Huwa unakula nyoya wewe. Kaka mimi unakula nyoya wewe. Kaka kwa sipana nilizomwandalia mtoto wa Mudi kwa timu ile mbovu, mimi nimekwambia hivi mtoto wa Mudi akibeba kombe kwa Mkapa pale watoto wa Mudi nikamata wavue nguo zangu zote ondoke nazo kaka. Mtoto Mudi natokaje kwanza? Hasira nilizokuwa nazo mimi ngoma kumkisi. Ndio maana wakati nimetoka nimeanza kuongea nimekwambia sisi kwenye mechi hiyo tunahitaji pointi moja tu, ila kwa sababu ana kamdomo ngoja tukawagalagaze pale. Naomba kwanza Mama Samia Suluhu Hassan siku ya tarehe 25 naomba aje Benjamin Mkapa, maana watoto Mudi anaweza akakimbia tena. Akija mama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mtoto Mudi hawezi kukimbia kwa sababu ataogopa sema mama yumo. Tena mechi hiyo kwa sababu ya kutangaza kombe la Golden F. Mama Samia baada ya mechi kutamatika Mama Samia anatamka chini kwa anaenda kuwavisha medali ya kina nani na kina Mzize pale. Anaenda kuwakabidhi kombe la Golden F kina Pacome na visha na medali. Nimekwambia tarehe 25 mauaji halaiki kaka. Mtoto Mudi anatokaje kaka kwa pila lile bovu wao wenyewe mpaka sasa hivi Yanga kashaposti, TFF kashaposti, bodi ya ligi kashaposti, watoto wa Mudi nenda katembelea kwenye kurasa mpaka sasa hivi hajaposti chochote. Sasa kama wamesusa mambo wananchi wale wamependeza. Dogo kama yule anashangilia unaona sasa. Dogo kama yule anamshinda hata mtoto wa Mudi rafiki yangu. Dogo kama anashangilia timu ya mabingwa, timu isoko na mbambamba. Mtoto wa Mudi unakuta likubwa na midevu yake anashangilia timu mbovu ile wanataka pointi za mezani, pointi za. Sasa ndio maana unajua kila siku waga unakutana mimi na wewe mimi nilikueleza tulikaa hapa nikwambia mechi hakuna, watu walikuwa nabisha. Sasa wewe mpaka mechi inakwenda kutamatika. Uwanja sasa ulikuwa unajulikana kwa sababu tarehe 8 ndio uwanja Benjamin Mkapa. Angalia viingilio vilikuwa hakuna. Bwana refa alikuwa amemchagua Alajiga na kataa na anasema huu msala huu. Sasa wewe unapiga mahesabu haya unaendaje kwa Mkapa? Haya watoto wa Mudi mpaka jana sijui saa 7 saa 6 akawa na fly anasema ameruhusiwa kwenda kufanya mazoezi Benjamin Mkapa ambao leo jioni sasa. So alisema kesho anaenda. Sasa serikali kawaruhusu nendeni mkafanye mazoezi kesho. Tuwaulize watoto wa Mudi wanaenda kufanya mazoezi au wamesusa. Kwa hiyo tuambie watoto wa Mudi hii dabi haina kipengele. Unawaambia? Watoto wa Mudi. So alisema maana watoto wa Mudi walikuwa wanasema kwamba walitoa taarifa kwa bodi ya ligi. Maana ile ngapi ile tarehe ngapi? Tarehe 8 ile. Walilalamika wakasema wamezuiliwa kwenda kufanya mazoezi ndio maana wakashindwa kupeleka na timu tarehe 8. Sasa serikali jana ikasema nendeni mkafanye mazoezi kesho mjiandae na mechi ya Jumapili. Sijui ile wala zi. Haya waambieni watoto wa Mudi. Waambie waandishi wa habari bwana leo kuna nani? Kuna nini? Kuna mazoezi pale Benjamin Mkapa kujiandaa na mechi ya kesho. Waambieni waende sasa kesho. Leo saa ngapi? Saa 11, saa 10. Waambieni waende kafanya mazoezi wajiandae na mechi ya kesho kaka. Watoto wa Mudi hoi kaka. Vipi wanaenda wao wamesusa tena. Vipi wanaenda au? Wanaenda wao waendi tena. Waambieni kafanya mazoezi kwa Mkapa. Waende kesho waende kachukue point. Hamna cha point za mezani kaka. Vipi wanaenda wao waendi. Na leo waambieni waende saa 5 kuna press conference. Leo waambie waende kwenye press conference. Yaani leo saa 5 sio press conference, press conference. Nini inaitwa press conference? Waambieni saa 5 watoto wa Mudi waende pale makao makuu ya NBC pale. Kuna press conference. Alafu saa 11, saa 10 sijui. Waende kwa Mkapa pale waambie waende kafanye mazoezi wajiandae. Na kesho so walisema maana kwenye kile kibarua chao juzi wameposti mpaka jana kinatembea. Wanasema ikibadilika tarehe kutoka tarehe 15 ikibadilishwa tarehe nyingine wanakwambia wao wachezi. Waambieni hivi. Sasa kesho waambie waenda kacheza afu tarehe 25 wasije pale. Afu tutawauliza nyinyi wa Tanzania ama sio wa Tanzania. Waambieni mechi tarehe 25 kesho hamna mechi. Kesho tunakaa miguu juu. Tunasubiria mtoto wa Mudi tarehe 25. Mimi nilivyokuwa nalitamani lile toto nilikuwa nalitamani mimi kulidunda lile. Mimi nilikuwa naangalia sheria kifungu nini. Makaratasi yangu. Unajua makaratasi haya hapa, mimi unajua waga nakwenda.
sheria hapa inasema, sheria ya mwaka 1935 ibara 38 kifungo nywi inasema kwenye mchezo husika kwenye tarehe tajwa lazima timu zote zifike kwa muda wa sahihi na muda mwafaka. Tarehe 8 ilipofika watoto mudi wakakataa kuja wakidai kwamba wamezuiliwa kufanya mazoezi. Tunakwenda kwenye kipengele cha kufanya mazoezi. Kipengele cha mwaka 64 ibara 38 kifungo nywi kinasema kwamba ukizuiliwa kutofanya mazoezi sio sababu ya wewe kutoleta timu uwanjani. Kinachotakiwa lete timu uwanjani kwenye tarehe husika. Baada hapo andaa vikablasha, yani maandiko makubwa ya kupeleka malalamiko bodi ya ligi kwamba mimi nilizuiliwa mazoezi. Baada ya hapo sheria ya mwaka 78 bara 38 kifungu nyingine inasema kwamba wale bodi ya ligi wakichunguza ikibainisha kweli alizuiliwa kutofanya mazoezi, kuna lungu waga linakwenda kushuka kwa hilo lowazuia kutofanya mazoezi. Sio nielewana, lakini sio unavimba. Unasema kwamba sipeleki timu, mwisho siku unakataa, unaonekana ni mtoto mtukutu. Hamna kipengele kinachosema ukizuiliwa kutofanya mazoezi na usiende usipeleke timu, hamna kipengele hicho. Kipengele kwamba ukizuiliwa kufanya mazoezi nenda uwanjani kakipige pale. Baada hapo peleka malalamiko bodi ya ligi atafanyia kazi na sio kususa moja kwa moja. Ina maana wewe unaonekana ni mtoto muni, mtoto mtukutu, mtoto soeleweka. Sasa mtoto wa Mudi mnamo tarehe 8 alikataa kata. Na ndio maana hata Yanga tukasema kwa sababu kakataa kwa kipengele ambacho hakipo, na wakaenda mbali zaidi bodi ya ligi saa 4 wakakaa kwenye kikao wakasema mchezo uko pale pale mpaka saa 4 mpaka saa 5 mpaka saa 6 saa 7 watu hapo ndani, mechi inaahirishwa. Sijui tunaelewana, kiolela tu. Wakasema tena wakatoa tamko bodi ya ligi kwamba tumeahirisha mchezo huu kutokana mchezo huo kwanza ulikuwa na rushwa ndani yake. Sasa uchunguzi wa rushwa upo chini ya TAKUKURU. Sijui nielewana, sijui upo chini ya nani? TAKUKURU. Kwa hiyo wamewaachia TAKUKURU wafanye kazi kwa mujibu wa TFF bodi ya ligi. Kwa hiyo wamewaachia bodi ya ligi wale TAKUKURU wafanye uchunguzi juu ya rushwa hizi. Ikibainika wale TAKUKURU akishachunguza ndo analeta huku bodi ya ligi kwamba tutafanya uchunguzi nani atakotoa rushwa. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye sheria ya mwaka 1954 bara 38 kisema mtoa rushwa na mpokea rushwa wote lungu au wote mahakamani. Sijui nielewana. Alafu akaenda mbali akasaidi mchezo ule, wakaenda mbali zaidi. Wakasema mchezo ule ulikuwa hauna sijui amani, sijui kulikuwa kuna vurugu. Sasa vurugu hizi kwamba walichiachia chombo cha dola, yani polisi tena uchunguzi wafanye, je kulikuwa kuna viashiria vyovyote kutokuwa na usalama. Kwa hiyo polisi waliachwa wachunguze mchezo ule kwamba nani atakufanya vurugu. Polisi kishajichunguza wanaleta bodi ya ligi. Lakini mpaka sasa hivi tukaanza kusema hatuchezi, kukawa kimya. Ndio maana tukachukua kigezo hicho kwamba hatucheze. Tukaangalia waliofanya mchezo ule wailishwa kina nani, wakabainika watu watatu senior ambao ni wakubwa, tunaacha na wadogo ambao tulimshtumu nani, ambao tunachukulia sasa kama mtuhumiwa. Alikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, alikuwa Mguto, si ndio hivyo? Alafu msimamizi ambaye ipo bodi ya kamati ya waamuzi ambayo ilikuwa ni Fred Kidau, ndio hivyo kaka. Alafu ukija kulikuwa kuna nani wanasema mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Kasongo, tuliwashtumu watu watatu. Unasema wakijiuzuru hawa mapema tunaenda kukitifua, lakini tukaona tarehe zinaenda lakini hakuna chochote kilichotokea. Bali sasa bodi ya ligi wakatumia nguvu, wakasema mchezo uko pale pale na tarehe ikatajwa. Tukasema mechi hiyo hatuji. Kama mkutajiuzuru, sisi tuko tayari kucheza, lakini tarehe nyingine. Na hisi tulivyokutana hata mwenyewe juzi nimetoka kuambia hapa. Kule ilikuwa tulikutana Kariakoo kule. Siku ile ambayo Yanga alitisha press. Yaani baada ya uongozi wa Yanga kutoka pale bodi ya ligi, tukakutana pale Karume na Yanga kaitisha press kule. Wakasema wakijiuzuru hawa, tuko tayari kucheza na tarehe lakini nyingine. Tukasema wakitaja tarehe nyingine mapema. Mwisho siku tukaona mpaka majuzi tukaona kimya, lakini sasa tukaona tarehe zinazidi kwenda na ligi inakwenda kutamanika. Mechi zile mbili zilizobakia ambazo zina mgogoro zinaanza tarehe 18 kwa tarehe 22. Itakuwaje? Tukaona kimya. Ndio mama kaamua sasa kuivalia njuga. Kwa yale matakwa tulikuwa tunataka yametimizwa, sijui bwana ngwale usina nielewa kwamba wale watu tulikuwa tunatuhumu kwamba watuhumiwa nitakuwa wagaduke wapige nyama chini. Watu washapiga nyama chini. Uongo tukuza au sisi tunaongopa hapa. Tunaongopa nyongo. Maana tunapozungumzia vitu tusiwe tunapiga bla bla kama watoto wa Modi. Sisi tunasimamia sheria na kanuni ndani yake tena yenye kifungo nywi kwa matakwa yetu. Kaka kamili, yani hapa tunavimba kama tipa zee matakwa yetu. Sasa hivi
tunavimba kama chipa ze. Tunatania namna hii. Kwa mbawa zetu zimeonekanika. Sasa tunakwenda kushuhudia. Sisi tukiwaambiaga sisi ni wakubwa katika nchi watu wanabisha, na tukiwaambiaga nchi hii ndio ya kwetu sisi. Na ndio maana tunaitwa Dar es Salaam Young Africa. Yetu tunatawala bara la Afrika lote mpaka kwenye mabonde yote ya Ikweta. Sisi tukiwaambiaga ni wakurungwa, watu wanabisha. Sasa ukubwa wetu baba, watu wamengatuka hajangatuka kaka. Kwa ule ugali tumeugudua. Ndio maana tuwaambia wale kina Mguto, ukimwaga mboga sio unagudua ugali. Sasa alokosa zaidi hapo nani? Mambo yametekelezeka. Sasa tunakwenda kushuhudia mechi mbili ambazo akina Mguto walikuwa wapo, walikuwa wanabeba Toto la Modi. Tunakwenda kushuhudia wale walikuwa wanabeba Toto la Modi wala sasa hivi hawapo. Tunakwenda kushuhudia mechi mbili. Kila mmoja anaenda kupambana kwa haki yake. Sasa hapa hata marefa leo wenyewe watakwenda kusimamia sheria 17 tena zitakuwa 50. Sasa mtoto wa Mudi hizi mechi mbili hizi zilizobakia hizi, kama marefa watakuwa fair play, anaenda kufa zote mbili. Yaani anaenda nani waliojifia kwenye msimamo wale Ken Godi wale. Kaka wale washajifia. Sasa mtoto wa Mudi anaenda kufa kwa maana mechi yenyewe mpeleka Tabora. Anakwenda kukutana na wale Kagera na wenyewe wapo tena wale Kagera juzi wamepoza nakwambia si tumeshuka daraja. Sasa tunaenda kufa na mtu. Wanakwambia na kushuka na mtu. Kaka ukisikia maiti na mngangania mwoshaje, basi mtoto wa Mudi anangangania zile maiti zile. Kaka bala nalo mtoto wa Mudi.